majina, mimi naitwa Dr. Frank Kiwango, ni daktari bingwa wa afya na magonjwa ya akili kutoka hospitali ya KSMC Moshi. Tunatambua kwamba wagonjwa wengi wa akili huwa wanaenda kufuata matibabu sehemu mbalimbali. Kuna kufuata matibabu kupitia hospitalini, kuna wengine wanaenda kufuata matibabu alternative ambao kupitia kwa labda wataalamu wa jadi, na kuna wengine ambao wanaenda kufuata matibabu kupitia kwa wachungaji, mashehe au watu wa imani. Kwa hiyo kitu ambacho tunakifanya ni kwamba hawa wote niliowataja ni watu muhimu sana katika matibabu ya magonjwa ya akili, na ni wadau ambao tungependa tuwe tunashirikiana kwenye kuweza kuwatibu au kuhudumia wagonjwa wa akili. Kwa hiyo kitu ambacho tunakifanya ni kuweza kushirikiana na kuweza kueneza dalili za magonjwa ya akili ili tuweze kutambua kwamba ni dalili zipi ambazo zinamhitaji mgonjwa kwenda kutibiwa hospitalini, na ni msaada upi ambao mtu wa kidini au faith leaders wanaweza wakatusaidia pia kwenye matibabu haya. Maana magonjwa ya akili yako mambo mengi. Kuna magonjwa ya akili ambayo yanahusiana na fikra, kuna magonjwa ya akili ambayo yanahusiana na hisia. Kwa hiyo kila mmoja na mchango wake, hasa watoa huduma za dini katika matibabu haya ya wagonjwa. Magonjwa ya akili ni lazima kwanza yatibiwe hospitali. Naomba hapo nieleweke, ni yanahitaji wataalamu ambao wanaweza kutibu ya magonjwa ya akili, lakini kuna ule usaidizi mbadala ambao tunasema kwamba kama tunaweza tukamfanya mtoa huduma za kidini kuweza kutambua kwamba anacho deal nayo au tatizo analopewa na huyu muumini linahusiana na ugonjwa wa akili, yeye ataweza kutambua zile dalili na anaweza akatuletea mgonjwa kwetu sisi. Hapo nimeeleweka vizuri kwamba yeye ataweza kutambua dalili na ataweza kumshauri hata mgonjwa kwamba unahitaji kwenda hospitali. Hii hapo ndio their role katika kutibu haya magonjwa. Na tayari jitihada zishaanza kufanywa au zingine zishafanyika za kuweza kuintegrate huduma za kidini na huduma za kihospitali, za kitabibu, ili tuweze kushirikiana, maana hawa wagonjwa wanatokea katika jamii. Tukiongelea jamii ni kwamba ni watu ambao wanaenda kwenye hayo makanisa au madhehebu yao. Kwa hiyo tungependelea ushirikiano uendelee na tuweze kuwa equip na skills za kuweza kutambua dalili na umuhimu wa kuweza kurefer au kuwaleta hawa wagonjwa katika matibabu ya wataalamu, hasa wataalamu wa afya na magonjwa ya akili. Ujumbe kwa jamii ni kwamba magonjwa ya akili yapo, na kadri siku zinavyozidi kuendelea magonjwa ya akili yanazidi kuongezeka, na yanaanza kuanzia watoto hadi watu wazima kabisa, watu wakiwa wazee, na tunaelewa kwamba kuna unyanyapaa ambao unahusiana na magonjwa ya akili, lakini magonjwa ya akili na dalili zake zinaweza zikawa controlled na mtu akaendelea kuishi kama kawaida akifuata tu ushauri na matibabu ambayo atakuwa ameelekezwa na wataalamu wa magonjwa ya akili.